Amen. Amen. I'm talking on prayer for spiritual growth. Nazungumza juu ya maombi katika kukua kwa kiroho. It is a lesson because we say that this year we are looking into getting into that higher life that God has ordained for us. Ni mafundisho sababu tulisema mwaka huu tutazungumzia sana juu ya hayo maisha ya juu ambayo Kristo ametupea. The life of Christ that he has given us. Maisha ya Kristo ambayo ametupea. We are going to center our focus. Tutaweka mtazamo wetu sana into that. Ndani ya hilo. And it's going to bring a great power in us. Na italeta nguvu nyingi ndani yetu. So we are beginning our teaching on the day. Kwa hivyo tunaanza mafunzo yetu ya siku. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. I'm going to check in the book of Colossians. Tunasoma katika kitabu cha Wakolosai. And Paul begins the book of Colossians with a great prayer of thanksgiving and petition. Na Paulo anaanzisha hicho kitabu kwa maombi makuu. It begins with a petition for believers in Colossae to grow spiritually. Akiwaambia kanisa la Wakolosai wakue katika kiroho. And also he ends the book with thanksgiving to God as he speaks of the churches. Na anakamilisha hicho kitabu kwa kushukuru anapozungumza na makanisa. Amen. Amen. And you will realize that the same prayer that we are going to see into is a prayer that he mentions in most of his epistles. Na utaona kwamba maombi ambayo tutaomba ni maombi mengi ambayo Paulo ameyataja katika vitabu vyake. Amen. Amen. When you see the book of Ephesians before I read Colossians, ukitazama katika kitabu cha Waefeso, as you read from chapter 3 verse number 16 and 17, 3, he prays that God would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with power through his Spirit in the inner man, so that Christ may dwell in your hearts through faith, and that you being rooted and grounded in love. Awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. That is the reference in Ephesians chapter 3 verse 16 and 17. Hivyo ndivyo inavyosema katika kitabu cha Efeso 3:16. And you have to remember, it's the Holy Spirit who implants and nurtures this love in a Christian. That love that is talking there, that they be grounded and rooted in love. It is the Holy Spirit. Ni Roho Mtakatifu who implants and nurtures this ambaye love anakuza in the life of a believer. Anakuza ile upendo katika maisha ya Mkristo. Amen. Amen. It is characterized in the life of a believer in Christ Jesus. Inaonyeshwa kwa udhahiri katika maisha ya Mkristo ndani ya Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. And also we will also see other prayers as we continue. But let us read our text for the day. Wacha tusome ujumbe wetu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. The main prayer is in the book of Colossians chapter 1 verse number 9. Maombi haya yanapatikana kitabu cha Wakolosai 1:9. The Bible says, Biblia inasema, for this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray to you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding. Kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Amen. Amen. So it was the habit of Paul to pray for each church. Ilikuwa kusudi la Paulo kuombea kanisa. That prayer is mentioned in the first chapter of Colossians. Ombi hilo limetajwa katika Wakolosai 1. He also prayed in the same first chapter in the book of Ephesians where we have just read. Aliomba hilo ombi hapo mahali tumesoma. And he also prayed the same prayer na akaomba
Ephesians chapter 1 is a prayer Waefeso moja for ni maombi. spiritual life. Watu katika maisha ya Ukristo. Colossians, it begins chapter 1 with a spiritual prayer. Wakolosai moja anaanza na ombi la kiroho. And also in Philippians, Na katika kitabu cha Wafilipi he begins with a spiritual prayer. anaanza na ombi la roho. Hallelujah. Amen. What does he say? Anasema nini? Also in Philippians chapter 1 verse 9 through 11 he says, Wafilipi moja mpaka 8 inasema, Wafilipi 1 mstari wa 9 mpaka 11 inasema, and this I pray that your love may abound still more and more in real knowledge and all discernment, so that you may approve the things that are excellent, in order to be sincere and blameless until the day of Christ, having been filled with the fruit of righteousness, which comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Na hii ndiyo dua yangu, kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote, mpate kuyakubali yaliyo mema, ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo. Hali mmejazwa matunda ya haki, na kwa njia ya Yesu Kristo kwa utukufu na sifa ya Mungu. There are two things very key. Kuna mambo mawili ya muhimu sana that Paul stands out in his prayer. Yale Paulo anayasema sana katika maombi. If you are writing number 1, kama unaandika namba 1, he wants us to have a full knowledge of God's will. Anataka sisi tufahamu kabisa yale mapenzi ya Bwana. You see that? Unaona He hiyo? wants us to have a full knowledge of God's will in our lives. Anataka tujue kabisa na tuwe na ufahamu wa mapenzi ya Bwana. Number 2. 2. He wants that will lead to lives that please God and that which are worthy of the name of Jesus. Amen. Number 2. Namba 2. That he wants that will Anataka hayo mapenzi ya to Bwana lead us ituongoze into lives ndani ya maisha that please God katika maisha yanayompendeza Bwana, and that which are worthy na ile ambayo inastahili Christ which we have received. Kristo yule ambaye tumempokea. The same prayer he has prayed for the church in Ephesus. Maombi yenye ameombea kanisa la Waefeso. At the beginning of Colossians he prayed the same prayer. Na mwanzo wa Kolosai anaomba hilo ombi. And at the beginning of Philippians he prays the same prayer. Katika kitabu cha Wafilipi anaomba hayo maombi tu. That the believer may have the full knowledge of God's will. Kwamba Mkristo hawe na ufahamu kamili wa mapenzi ya And Bwana. that the believer will live a life in the will of God. Na kwamba Mkristo ataanza maisha ambayo yako katika mapenzi ya Bwana. Do you know we don't have our own will to live for? Unajua sisi hatuna makusudi yetu ya kuyaishi. Because the one who saved us, Kwa sababu yule he aliyetuokoa saved us for his purpose. alituokoa kwa kusudi lake. And because we are in his Na purpose, kwa sababu tuko katika makusudi we have yake, to serve him in his will. lazima tumtumikie katika mapenzi We yake. cannot come out of his will. Hatuwezi toka katika mapenzi yake, Because salvation is his. kwa sababu wokovu ni wake And the purpose for his salvation is his. na kusudi la wokovu ni yake. We do not have a life to live according to our will. Hatuna maisha ya kuishi kulingana na mapenzi yetu. We can only live to fulfill the leading of the will of God, Tunaweza which he has in our lives. Tunaweza tu kuishi kutimiza yale makusudi ya Bwana ambayo anayo juu ya maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So it is very key. Kwa hivyo ni la muhimu sana. Paul anapoomba that we may have full knowledge. Full, or rather, we may have complete knowledge of who we really are. Tuwe na ufahamu kamili ya sisi ni akina nani. Because when we have the full Kwa knowledge sababu wakati of who unafahamu we are, yule ambaye wewe ni nani then in our livelihood, katika maisha yetu, basi we are going to be effective. tutakuwa tunaweza tukatenda kazi. Amen. Amen. Tutatekeleza mambo inavyostahili. Ni kwa sababu kila kinachotuongoza ni mapenzi na makusudi yake Mungu. Amen. 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 So when we live, Kwa hivyo wakati tunapoishi, we are not living to our will. hatuishi kwa sababu ya mapenzi yetu. So it is my prayer Kwa hivyo ni ombi langu as we leo begin 2021 kwamba tunapoanza mwaka that in huu, this year, kwamba mwaka huu every born again brother, kila mtu ambaye every born ameokoka, again sister, kila mwanadamu you are going to ameokoka, live the life utaishi
Amen. Hatutaitwa tutekeleze mambo jinsi tunavyotaka. Amen. The Bible says in the book of Proverbs chapter 3 verse number 5 and 6. Biblia inasema katika kitabu cha Proverbs, Trust in the Lord. Muamini Bwana. And do not lean on your own Na understanding. usitegemee kule kujua kwako ama ufahamu wako. To trust Kuamini is to put full reliance on someone. ni kuwa umemtegemea mtu kabisa. Ni kumtegemea na kumwengemea mtu ama kuengemea kitu. So, methali inasema kwamba trust in the Lord. Mtegemee Bwana With all your heart. na kwa moyo wako wote, And do not lean on your own na understanding. usitegemee ufahamu wako. Do you know there were people who were gnostic ambao ni watu ambao wanategemea intellectual understanding. Wanategemea akili zao ama ufahamu wa akili zao. That is why mwenye hekima anasema nini? Trust in the Lord. Anasema mtegemee Bwana And do not lean on your own understanding. na usitegemee ufahamu wako mwenyewe, Because human understanding is misleading. kwa sababu ufahamu wa mtu unapoteza njia. You may think you know, but you don't know that you don't know. Unaweza kuwa unajua kwamba unajua na hujui kwamba hicho unachokijua haukijui. Why? Kwa nini? The only knowledge which we need is the precise, accurate, authentic knowledge of who God is. When we rely on that, we will make it in life. Ufahamu ambao tunahitaji kujua ni yule Mungu, yeye ni nani. Tukitegemea hilo tutafaulu. Amen. Amen. It is what we call epignosis. The entirety of our understanding is what the Lord says about my life. Ukamilifu wa yule Mungu halivyo ndivyo anavyosema juu ya maisha yangu. What he says I am. Kile anachosema mimi ni hicho. It is what I am, not what I think I am. Ni hicho ambacho nicho, si kile nafahamu kuwa mimi nilicho. Blessed be the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Na Paulo anaombea kanisa la Wakolosai, wa Filipi na wa Efeso kwamba they may have a full knowledge of who God is, and that they may live a good life in his will. Wapate ufahamu ya kwamba ni nani Mungu na waishi katika mapenzi yake ambayo yamekamilika. Na mimi ni maombi yangu kwenu tunapoanza hii mwaka kwamba Bwana atawapia ninyi ufahamu wake kule kumwelewa mwaka huu. Hautagaagaa kulia wala kushoto wala mbele wala nyuma. Utaelewa Bwana anachosema kwa jina la Yesu. Amen. Ni lazima uelewe, maana usipoelewa hautamtumikia Bwana vilivyo. When you have a wrong knowledge, Wakati una ufahamu ambao haustahili, you have a wrong interpretation. utakuwa una maelezo mabaya. And you always, when you have a wrong interpretation, Na wakati you maelezo ni will mabaya, always have a wrong application. utatenda kazi kwa vile istahili. Oh yes. When you have wrong knowledge of who you are, Wakati ufahamu au ujifahamu, you cannot interpret your life good. uwezi ukaeleza maisha yako vizuri. And you cannot interpret what you know. Na kama uwezi ukaeleza kile You unachokijua, cannot apply it in life. uwezi ukaitendesha kazi So katika you can maisha. only apply Kwa hivyo unaweza kutenda kazi what is known to you. kila wewe mwenyewe So when you unakifahamu. miss it, Kwa hivyo wakati when you unaikosea, miss it in understanding, wakati unaikosea katika ufahamu, you also miss it in interpretation. unaikosa katika maelezo, And you end up applying the wrong application. na basi utatenda kazi katika utendakazi ambao haustahili. Because if it begins in understanding, Inaanza katika ufahamu. kule kuelewa Bwana, Amen. kujua kile amekufanya ndani yake, it's very key. Because that is what you shall interpret. And that is what after you interpret, that's what you apply in life. Amen. Hivyo ndivyo utakavyoelewa, na hivyo utakapoelewa ndio utaelekeza na utafanya kuitendesha kazi katika maisha. If you are writing, you can write this. It's very key also. Kama unaandika, The full knowledge of God's will rests on an intimate personal knowledge of God. The full knowledge of kule God's kumwelewa will. Bwana katika ukamilifu. Listen. The full knowledge of God's will Kusudi la Bwana na kuielewa katika ukamilifu rests on an intimate personal
knowledge of God. You as a person. Inapatikana katika ile kumwelewa Mungu wewe kibinafsi. It is not theoretical. Haiko katika maelezo. It is not in the book. Haiko katika vitabu. It is a personal experience with the living God. You can note that. It is full knowledge will only be understood in a personal experience with the living God. Ile kumwelewa Mungu katika ukamilifu itapatikana tu katika kumwelewa Mungu kibinafsi. And you see Paul says in Philippians chapter 3 verse 12. Na Paulo anasema katika kitabu cha Wafilipi 3:12. Even having all this knowledge with him. Na katika kuelewa huko kote ndani yake. He says not that I have already obtained it. Anasema kwamba sijaipata. Or I've already become perfect. Na sijakuwa mkamilifu. But I press on so that I may lay hold of that for which also is laid hold in Christ Jesus. Najikaza ili nijue yale ambayo yamewekwa katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Which concerns his life. Ile ambayo inanena zaidi juu ya maisha yake. Look here. Tazama hapa. The life of Jesus. Maisha ya Yesu. If there is somebody who took the life of Jesus and interpreted the life of Jesus correctly and applied the life of Jesus correctly, is Apostle Paul. Kama kuna mtu alieleza vizuri maisha ya Kristo na akayatendesha kazi vizuri maisha ya Yesu, ni Paulo. Amen. He had a personal intimacy with Jesus. Alikuwa na ushirika wa kibinafsi. He says in Galatians 2:20. Anasema katika kitabu cha Galatia 2:20. It is not I that live. Kwamba si mimi ninayeishi. But Christ liveth in me. Lakini ni Kristo anayeishi ndani yangu. The life that I live in the flesh. Maisha ninayoishi katika mwili. I live in the faithfulness of him. Naishi katika uaminifu wake. It actually acknowledges and recognizes who God is in his life. Anatambua yule aliye Bwana katika maisha yake. Oh yes. Amen. Anasema sio mimi ninayeishi, bali ni Kristo aliye ndani yangu, na maisha yale ninayoishi katika mwili ninaishi katika uaminifu wake. That's what the Bible says in Galatians 2:20. Amen. Maisha ninayoishi sio mimi. Nimemruhusu Kristo ayaishi makusudi yake ndani yangu, na hiyo ndio kitu nimekuja kuwatangazia kwamba that is the full knowledge of Christ. Having Jesus in the full over your life. Kwamba ufahamu Kristo katika ukamilifu wake, hilo ndilo jambo la muhimu, na kulijua kwamba Kristo amekamilika ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. The Bible says in the Bible, in the book of Hebrews 11:6. Biblia inasema katika Waebrania 6:11. It is impossible. Kwamba haiwezekani to please God. Kumpendeza Bwana without faith. Bila imani. And the Bible says, and he who comes. Na Biblia inasema huyo ambaye anakuja. He must first acknowledge. Ni lazima kwanza atambue. That God you are there. Kwamba wewe Mungu upo. I know you are there. You are wherever you are, God. Mahali ulipo najua upo. And you are a rewarder of them that diligently seek you. Na wewe unawatunza wale wanaokutafuta kwa bidii. That is knowledge. Na huo ni ufahamu. Hallelujah. Amen. To acknowledge that God is there. Kutambua kwamba Mungu yupo. And he is a rewarder. Na kwamba huwa anawatunza of them that diligently seek him. Wale wanaomtafuta kwa bidii. Because you cannot seek God and lack to find him. Kwa sababu huwezi ukamtafuta na ukose kumpata. Amen. Amen. Oh yes. So it is very key that every believer be filled with the Holy Spirit. Kwa hivyo ni muhimu sana kila muumini kujazwa na Roho Mtakatifu. Because this kind of knowledge, kwa sababu ufahamu of God's will, ya ukamilifu wa Bwana, the insight that the Holy Spirit gives to a believer, inakuja kupitia Roho Mtakatifu ambaye anampa ama anamfunza muumini. Amen. Amen. Because when you have the eyes of Christ, you will see what the Bible says concerning you. Kwa sababu wakati una macho ya Roho utaona yale Biblia inasema kuhusu wewe. And you will apply it in life. Na utaitendesha kazi katika maisha. Amen. Amen. Paul has said that
we be filled with the knowledge of his will. Paulo amesema kwanza tujazwe na yale mapenzi ya kusudi lake. To be filled with the knowledge of his will, kujazwa na ufahamu wa mapenzi yake ama kusudi lake. It has the idea of being completely filled. Iko na maelezo ya kujazwa kabisa. Oh yeah. And it is a continual process. Na ni kitu cha kuendelea. It is a continual process. Ni kitu ambacho kinaendelea. Of growing in his knowledge. Ya kukua ndani ya ufahamu wake. Amen. Amen. No matter how much we have learned from him. No matter how much. Hata kama tumesoma kiwango gani. Let us desire to know more. Wote tutamani kujua zaidi. Because nobody can exploit epignosis. Kwa sababu hakuna mtu anaweza ukasoma kabisa maarifa ya Bwana ukasema na maarifa ya Bwana nimeyamaliza. It's not possible. Haiwezekani kumaliza maarifa ya Bwana. Hata Paulo anasema kwamba akiwa amefanya mambo makuu na matukufu, anasema sio kwamba mimi nimefanya kitu na sio kwamba mimi nimeipokea. That's what he says in Philippians chapter 3 verse 2. Not that I have it already. Anasema si kwa sababu nimeipata yote. Even when not I that liveth, but Christ liveth in me. Hata wakati sio mimi ninaishi, na ni Yesu anaishi ndani yangu. I do not have it. Bado sijaipata kamili. I want it. Na ninahitaji zaidi. Other believers of today, mtu akienda kama mwingine, alienda akaenda shule ya mpili ya kitu weekend challenge. Akaenda akawaambia wasichana, maroho ikalipuka. Akawaambia. Sasa alikuja akasema, "Sasa nimesikia wito. Sasa nimeona Bwana. Nilikuwa nangojea, ninaenda." Alitoka hapa akaenda Matenyani na Mutuni, akafungua chuma. Haikumaliza mwezi. Na mjua. Akiambia Manasa, sasa tunarudi. Manasa alikuja akaniambia, ndugu yangu, inaonia kendo. Nimeona kitu. Nimekiwie. Nimekisikia. Yesu amataniziada. Yesu aliwaambia. Msifurahie kwa sababu mapepo yamewatii. Wengine mbewa kuna jambo zaidi ya epignosis. It's more key than being obeyed by demons. Maarifa ya Bwana ni accurate knowledge of God. Ufahamu kamili wa Bwana. It should be our desire. Inafaa kuwa tamanio letu. Yes. Na usiende mahali uombe mtu aamuke ajua useme ni wito. Hiyo si wito, hiyo ni maombi. Amen. Blessed be the name of the living God. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Amen. We need to have that accurate that we may not make mistakes in life. Tunafaa kuwa na ufahamu kamili wa Bwana ili tusifanye makosa katika maisha. Oh, hallelujah. Amen. So, the word that Paul uses for knowledge is that word epignosis, which is a compound word. You know what a compound word means, eh? Amen. Amen. That focus of the knowledge ambayo inatazamia ufahamu, which is full, ambayo imekamilika, accurate, iko thorough, comprehensive, imekusanyika kabisa, focused knowledge. Ufahamu ambao unamtazamo should be the desire of every believer. Inafaa kuwa ndio tamanio la kila Mkristo. Sana majira na wakati kama tunapoanza mwaka. Tamani Bwana atuongoze kwa mapenzi yake. Amen. Develop a intimacy with God. Wacha ikuwe ndani yako ile ushirika. Kuza ushirika. Ushirika. Ushirika wako na Bwana. Mwaka unapoanza ili wanakwinge kuona kuomba sana. Commit yourself and recommit yourself in the things of God. Jitoe na ujitoe tena katika kazi ya Bwana. That you may walk in the will of God this year. Ili utembee katika makusudi ya Bwana. Whatever happens in your life will not come as an accident. It will be on an already ordained life, which is a package
for you in this 2021. Kile kitakachotendeka katika maisha yako haitakuwa jambo la ajali, ni kitu ambacho kimewekwa sababu yako katika mwaka huu. Amen. Amen. Na ukweli ni kwamba ni kubahatisha tu, manadamu anabahatisha. God has your package already for you. Mungu ameweka kifurushi chako cha maisha I don't know sababu whether I'm yako. talking to people here. Amen. I don't know whether I'm talking to the right people here. God does not react. Mungu huwa react. He proacts. He has everything, a package already in store for a believer. Kila kitu amekikusanya na akakiweka kwa kila muumini. Your life already for 2021 has already been packaged. Maisha yako kwa sababu ya mwaka huu tayari yamekusanywa na yakawekwa. And your package is inside the will of God. Na hilo kusanyiko lako liko katika mapenzi ya Mungu. So when you walk in the accurate will of God, you will walk in the fullness of your package for 2021. Na kama ukamilifu wa makusudi ya Bwana, utatembea katika ukamilifu wa kile kifurushi chako mwaka huu. Ukitamania moyoni mwako kutembea katika makusudi ya Bwana, utatembea katika yale maisha ambayo Bwana amepackage for your life. You will never miss any of them because you will be walking in the will. Hautakosa kwa sababu utakuwa unatembea penzi ya Bwana. Do you know the will of God? Unajua makusudi ya Bwana? The will of God, one is perfect. Makusudi ya Bwana kwanza yameko sawa, is accurate. yamekamilika. 3, it is comprehensive. Yamewekwa pamoja, hayana mgawanyiko. And it is complete. Na imekamilika kabisa. Mungu ana maisha ya kubahatisha juu ya wanae. He has a packaged life. Ana maisha ambayo ameyaweka na ameyakusanya Na haya maisha yote yako ndani ya mapenzi yake. Amen. Mapenzi ya Bwana ni ya kutende mema. Na mapenzi yako lazima yaingie katika mapenzi ndipo ukamilike. Because God has your package already for you. Kwa sababu maisha yako Bwana anayo tayari kwa ajili yako. What you walk through Kile from utasema January to December. kuanzia Januari mpaka Tell somebody my life is already packaged. maisha yangu tayari yamewekwa ndani yake. In God. Ndani ya Bwana. Okay. I feel like coming where you are. I feel like coming where you are. You know why I say this? Kwa nini unatambua kwa nini nasema hivi? Tunafaa tujue maisha yale tunakaa kwa Mungu kuanzia sasa hivi mpaka mwezi wa pili, wa tatu, wa nne. Kwa Mungu haitakuwa jambo la kama Bwana wetu yupo. Ni kitu ambacho kimewekwa tayari. Iko tayari. Kile kiko kwa sababu ya pesa zako. Kile iko kwa sababu ya shule ama masomo yako. Chochote kile is already a package. Ipo na imewekwa. And it is in the Lord. Na iko ndani ya Bwana. Philemon 1:6 says what? Philemon 1:6. What does it say? I want to hear from you because you're the one to read it. Let me hear it from someone. Because you must walk in the victory of God. No matter what the devil is trying to do. No matter the dictates. No matter the convictions ambazo shetani anajaribu kuleta katika maisha ya waumini. Ni lazima tutaishi maisha ambayo Bwana ametuwekea. Amen. You know? Lazima. Yeah, by whatever, whatever, however, whichever. Ambia rafiki yako iwe nini, ilitokea wapi, kutoka wapi. You must live that life which is ordained for you. Lazima uishi yale maisha ambayo yamewekwa. Can I get it, please? It says, Nikana mwamba wa mwekeo wako. Withi wa witeje we wawo.
Omanine wa kila omanine in the knowledge, epignosis, in the knowledge of every good thing, katika ujuzi wa kila kitu chema, which is in you, in Christ Jesus. Ndani yenu, ndani ya Kristo Yesu. Omanine katika ufahamu kila kindu wa kila kitu chema. Mwikie wenu wanaonena nia. Imani yenu iwe na omanine katika ufahamu wa kila kindu. Wa kila kitu. Omanine katika ufahamu wa kila kindu. Wa kila kitu. Wenu ndani yenu, ndani wa Kristo. Ndani ya Kristo Yesu. Unena ni wa mwikie wako. Kuzungumza katika imani yako. Unena ni wenu ndani wa omani. Hayo mazungumzo yawe ndani ya ufahamu. Wazile ziko ndani yako, ndani ya Kristo Yesu. Na ni ombi yangu mwaka huu kwamba kila mmoja wetu katika imani moja, that you are going to walk in the fullness of what God has ordained for us in Christ Jesus our Lord. Kwamba tutatembea katika ukamilifu wa kile Bwana ametuwekea ndani ya Kristo Yesu. Amen. Amen. Kwa sababu hata tusipoenenda katika ukamilifu wa kile Bwana ametuwekea, kitabaki pale pale tukigaga hapa. Ukweli ndio huo. Sio vitu viko. Umanate. Ujue hivi. Wako manansa. Ukilala njaa. Niwe wako manansa. Ni wewe umelala njaa. Yaya wewe na chapati cha ulanga tunala. Biblia Mungu anasema kula. Umani usu ukwate mana ngone hapo. Kwa sababu hujataka ile nama hujaruhusu ule ufahamu. As far as my God is concerned. Kama tu Bwana wangu yupo. He cannot allow your stomach to lie empty. Hawezi akaruhusu ulale njaa. It is not God. Huyo si Mungu. It is not God. Si Mungu huyo. Kile ambacho unang'ang'ania na unasumbuka kupata, nimekuja nikutangazie. Hiyo ndio maombi yangu, kwamba uelewe unacho katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Na kwa jina la Yesu, ninakemea kila kung'ang'ana. Ninakemea kila aibu. Ninakemea kila masumbuko. Ninakemea kila na maradhi. Ninakemea na kila shida. Kwa jina la Yesu Kristo. We shall walk in the victory of God. Tutatembea katika ushindi wa Bwana. That is what is ordained for us. Kwa sababu hicho ndicho tumewekwa kwa sababu yetu. That is what is ordained for us. Hicho kimewekwa kwa sababu yetu. Amen. Amen. So Paul says, Paulo anasema, that we may have that knowledge. Ili tuwe na huo ufahamu. Of those things which are in us. Wa hizo vitu ambazo ziko ndani yetu. Anakuambia Filemona kwamba uelewe kwamba imani yako isungumze juu ya zile vitu ambavyo tayari unavyo ndani yako, ndani ya Kristo Yesu. That is very important. Hilo ni la muhimu sana. We need to understand that every life that is ordained for us this year is already a package in store. Tunafaa tuelewe kila kitu ambacho ama kila maisha ambayo tunahitaji mwaka huu imewekwa kwa sababu yetu. Na ile maisha ambayo mtu amekuwa akiishi tu kwa kubahatisha, kufanya vitu kuishi kwa kubahatisha, hiyo inakuondokea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Because there is power in prayer. Kwa sababu kuna nguvu katika maombi. There is power in prayer. Kuna nguvu katika maombi. Amen. Amen. Can we go deeper? Tuingie ndani zaidi. He has said, amesema, that we may walk in the fullness of his will. Ili tutembee katika ukamilifu wa makusudi yake. What is the will of God? Kusudi la Mungu ni nini? You are somewhere there writing, what is the will of God? Kusudi la Mungu ni nini? The will of God here refers to the whole counsel of God, as it is known in Christ Jesus our Lord. Inatuelezea katika zile sheria za Mungu ambazo zimekamilika ndani ya Kristo Yesu. Iko katika shauri lake Bwana katika Kristo Yesu mwokozi wetu. Amen. The whole counsel of God, shauri lake Bwana. Shauri lake Bwana katika Kristo Yesu. Ndani ya Kristo Yesu. So, the will of God, kwa hivyo makusudi ya Mungu, is complete in Christ Jesus our Lord. Imekamilika ndani ya Kristo Yesu mwokozi wetu. And when you have Jesus inside of you as a believer, na wakati una Yesu ndani yako kama muumini, you have the will of God in you.
uko na kusudi la Mungu ndani yako. Because the Bible says in the book of Colossians chapter 2 verse number 9 and 10. Kwa sababu Biblia inasema Wakolosai 2:9-10. Christ is the fullness of Godhead bodily. Kwamba Kristo ndiye ukamilifu wa Mungu kimwili. And in him Christ we are complete. Na ndani yake Kristo sisi tumekamilika. So the entire counsel of God. Kwa hivyo sheria zote ya Mungu ama shauri yote ya Mungu, it is full in Christ Jesus. Imekamilika ndani ya Kristo Yesu. And where is Jesus today? Na Yesu yu wapi leo? Where? Where is Jesus? Yesu yu wapi? In heaven? Ako juu mbinguni. Where? Wapi? Where is Jesus? Yesu yu wapi? Yes. As long as you are a believer, Christ Jesus is inside of you. Kama wewe ni muumini, Yesu Kristo yu ndani yako. So, where is the counsel of God? Kwa hivyo shauri la Mungu li wapi? Let's answer this question, please. Tujibu swali hili. Okay. The full counsel of God is in Christ Jesus. Shauri kamili ya Mungu iko ndani ya Kristo. And Christ Jesus is in a believer. Na Kristo yupo ndani ya muumini. Where is the counsel of God? Shauri la Mungu liko wapi? He's in you. So you as a believer, you are not supposed to miss any point in your life as far as the will of God is concerned. Kwa hivyo wewe kama muumini haufai kupoteza chembe lolote katika shauri la Bwana. Amen. Amen. You're not supposed to miss anything, any bit in the counsel of God, because Christ Jesus is resident in you as a believer. Haufai kukosa shauri lolote la Bwana kwa sababu Yesu yu ndani yako, anaishi ndani yako. One of the declarations that we are making today, kitu cha kwanza cha kutangaza leo, is that I am not going to miss the counsel of God in this year. Kwamba mimi sitakosa shauri la Bwana. Oh, na tunapoomba wakati tunafika, maana in a few minutes time we are going to be on our feet as we pray. Ukisikia kupiga magoti utapiga. Na usiondoke kwa ule mlango kabla hujatetea maisha yako katika Bwana. Amen. Oh yes, we are going to pray. Tutaomba. Those things that have been every year, every beginning of every year, you have your own resolutions. Unasema mwaka huu nita na uniti. Oh yes, nitafanya, nitakuwa, nitafanya, na utendi hayo. It is missing the counsel of God. Ni kukosa lile shauri la Bwana. Biblia inasema kwamba Elia alikuwa mtu shambuli yetu. Maana yake alikuwa na udhaifu kama sisi. Unakumbuka alimwomba Bwana nini? Alimwambia Bwana, nimelala chini ya mti, nataka nife. Kile nataka unitendee ni uniue. Maana yake ni mtu aliyekuwa na udhaifu kama wewe. Ndio anakudaje kama ndo kaanze kama ngwe. Ujefika mahali ukasema afadhali nife. Elia alikuwa mtu shambuli ya sisi. But what the Bible says in the book of James, Biblia inasema nini katika kitabu cha chapter 5 verse number 17? 5:17. But he prayed, akaomba akasema, there shall be no rain, hakutakuwa na and mvua no dew, na hakuna for uwanja 3.5 years. katika miaka 3.5. I, Elijah, Na mimi Elijah have said, nimesema. and he went his way. Na akaenda kwa njia zake. Na Biblia inasema na mvua haikunya. Oh yes, it did rain as per his word. Haikunyesha vile tu alivyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. When the counsel of God is in you, Wakati shauri la Bwana li ndani yako, you will stop disaster. utasimamisha You will visasi. stop death. Utasimamisha You will kifo. stop diseases. Utasimamisha You will stop magonjwa. calamities. Utasimamisha mambo ya And they will obey. na zitatii. It is you to know that you have that with you. Ni wewe ujue huo ufahamu unao ndani Ni yako. wewe uelewe kwamba Bwana ndani yangu ni uweza wote. Amen. Uungu wake Mungu umekamilika ndani ya Kristo Yesu. Naye Kristo Yesu, mimi kama muumini nimekamilika ndani yake. Kile
wa Mungu is complete in a believer. Imekamilika ndani ya muumini. Ni kusema kwamba wewe umebeba kile Mungu ni na kile Mungu anacho, complete with you. Kile Mungu alicho na hanacho. Mwambie usiku unajichukua hivyo. Amen. Amen. You are a super being. Wewe ni kiumbe cha juu. You are a super being. Wewe ni kiumbe cha ajabu. You are a super being. Wewe ni kiumbe cha ajabu. Ni vile tu bado hujavikwa immortality. Yeah. It is only mortality which is limiting you. Otherwise, as life is concerned, you could be transiting from the supernatural to the natural. Amen. From natural to the supernatural. Amen. Because that is what you are already. Sababu hicho ndicho ulicho tayari. Amen. The limiter of your personality is your mortality. Kizuizi chako ni kwa sababu ni mwili wako. I say this. The limiter of your personality is your mortality. Kizuizi chako wewe. When that will be taken away, wakati itatolewa kwako, you'll be able to fly like an eagle. Utakuwa unaweza ukapeperuka juu. Fly. Kwa kuonekana unapepea. Tell your brother and my brother that one is not far from me. Hicho haiko mbali nami. If Jesus comes today, Yesu akija leo, we will fly. Then utapeperuka. We will go. Utapeperuka juu. Tutaacha hii dunia. Ya kutafuta na kukosa na kuhangaika na kungojeka. Hii dunia tuko karibu kuiacha. Amen. Mwenzangu, usizuiliwe na vitu vya dunia ukose kwenda mahali immortality will be complete. Amen. Don't be busy with the business of this busy world. Usikuwa umejishikanisha sana na mambo ya dunia hii. Connect yourself with the immortality. Jiunganishe na kutoarifu. Because soon and very soon, kwa sababu muda usio, we are going to see the King. Tutamwona mfalme. Anaenda kushuka mawinguni. Amen. But what will keep us until is coming? Kile kitatuweka mpaka kuja kwake. Epignosis. Ni ufahamu. Knowledge. Ufahamu. Of who he is. Ya yule ambaye what he has for me. Kile anacho sababu yangu. Because he has done it in Christ. Kwa sababu amekifanya ndani ya Kristo. With that, ukiwa na hicho, you will never be caught unaware. Hautapatikana I say you will never be caught unaware. Hautapatikana kama hujui. Amen. Amen. Because that knowledge, kwa sababu ufahamu huo, keeps you sensitive. Inakuweka katika utayari. The knowledge of God, ufahamu wa Mungu, keeps you sensitive. Inakuweka katika utayari. It makes you get a track of all the happenings. Inakuweka katika maelezo na njia. And because you know what Jesus has done for you, na kwa sababu unajua yale Kristo amekutendea, you'll be able to know that which is coming from him, utakuwa unafahamu kile ambacho kimetoka kwake, and the thing that is coming from the devil, na ile inatoka kwa shetani, which translates, ile inamaanisha hautawahi kusema kile kinatoka kwa shetani kinatoka kwa Mungu. Amen. Because you know God. Those people who study, who do monetary studies, they are never taught of the fake. They are taught of the genuine. Wale wanafanya and when they have the knowledge of the genuine, it doesn't matter when the fake comes. Wale wanafanya masomo, it doesn't matter when the fake comes. Haimaanishi, because they know the genuine. Kwa sababu unajua when you know the leading of God, wakati unajua mwelekeo, when the devil comes your way, wakati shetani anakuja kwa njia zako, you will say this is utasema hii, this is from the Lord and this is from the devil. Utasema hili ni la Mungu lakini hii imetoka kwa shetani. Kwa nini? You have that faith. Uko na imani. Those things ya hizo vitu that are in you, zile ziko ndani yako, in Christ Jesus. Ndani ya Kristo Yesu. Amen. Amen. You cannot miss the point when you have the knowledge of God. Hautakosa njia wakati una ufahamu wa Bwana. Why? Kwa nini? Epignosis is accurate. Ufahamu uko sawa. It's complete. Umekamilika. It is comprehensive. Imewekwa. It cannot miss the point. Haiwezi kosea njia. So when you have this knowledge, kwa sababu wakati una ufahamu, utaita shetani na utaita Mungu. Because you know. Amen. Oh yes. Today the church is being killed by the spirit of divination. Leo makanisa yanauliwa na
Hii roho ya utambuzi. I saw one of our sons here and posted about prophecy. Nimeona mwana wangu mmoja hapa alikuwa ameweka about the illiteracy which is in the world today, what they call prophecy. Kile wanachoita unabii. It is illiteracy. Ni kutoelewa. People are missing the point in great margin. Watu wanakosea njia katika maelezo makubwa. I don't need to know what you eat in the morning that to be a prophecy. Sihitaji kujua kile ulikula asubuhi ili niwe nabii. I don't need to know who is killing you that to be a prophecy. Sihitaji kujua yule anakuua ili niwe nabii. I just need to know what God has said about your life. Nahitaji tu kujua kile Bwana anasema juu ya maisha yako. When I know the genuine, kwa sababu wakati nitajua kile njema, I will not fear the fake. Ile mbaya sitaiogopa. You don't need the teachings of demonology. Hauhitaji mafunzo ya ushetani. You need to know who God is. Unahitaji tu kujua when you know God. Wakati unamjua you will know demon. Utajua shetani. Amen. Amen. We cannot teach demonology here. Hatuwezi tukafunza mambo. Hakuna nafasi. The message of the church is Jesus. Ujumbe wa kanisa ni Kristo. Hallelujah. We have to propagate the gospel. Lazima tutangaze injili. Yesu anaambia wanafunzi wake katika Luka 24 kwamba that the prophet prophesied. Yale yote manabii was about Jesus. Ilikuwa juu ya Kristo. Moses and other prophets. Musa na manabii wale their message centered to Jesus. Ujumbe wao wote ulikuwa juu ya Kristo. Kwa maneno mengine, the entire Bible, Biblia yote katika ukamilifu wake, it is a witness to the light. Ni ushuhuda wa Genesis to Revelation. Kutoka mwanzo mpaka, it is a witness. Ni ushuhuda to the light. Wa nuru. Who is the light of the world? Nuru ya dunia ni nani? Is Jesus. Ni Yesu. In the beginning was the word. Katika mwanzo and the word was with God. Na neno lilikuwa na Mungu. Amen. Na neno lilikuwa and the word. Na neno. Nothing which is and which has been made. Hakuna is kitu made outside the word. Hakuna kitu kilichokuwa na kile kiko ambacho kilifanywa kando na neno. And in the beginning God said, let there be light. Who is light? Na nuru ni nani? Jesus Christ. Yesu Kristo. So the entire Bible. Kwa hivyo Biblia yote kwa katika ukamilifu ni ushuhuda to the light. Wa It's a nuru. witness Ni ushuhuda to Christ. Ya Kristo. That is what Jesus himself says. Na ndio maana Kristo mwenyewe anasema, you check into the Bible. Mnatafuta katika Biblia. Mnatafuta katika maandiko. Thinking in them you will get life. Mkifikiria ndani yake mtapata uzima. Lakini hamwezi that you may have life. Ili mpate uzima. Don't you know? Hamjui. The scripture kwamba maandiko is a witness to me. Inaniongelelea mimi. So people would want to know the Bible. Kwa hivyo watu wanatamani kujua Biblia. But they do not want to know the one who is witnessed. Lakini hawataki kujua nani anayezungumziwa pale. Enda utafuta mtu ambaye alikuwa ameokoka na akaanguka. Ukimtaja mstari wa Biblia ya 5. Kimwambia mstari mmoja Biblia anajua 5. Wala hiyo 5. Atakuwa anajua 5 mbele. Debate. Ya kujizuia nayo. No, it is very hard for someone who has tested the grace of God when they fall from the grace. Wakati mtu anaanguka kutoka kwa neema. Look here, you have mind, you have understanding. Uko na ufahamu. When the Bible says when someone falls from, wakati Biblia inasema mtu anaanguka kutoka kwa, what is, if it is from, kama ni kutoka kwa, it is up, ni juu. you cannot fall down up. Huwezi ukaanguka chini juu. You fall up down. Unaanguka kutoka juu kwenda chini. Which means, ambayo inamaanisha if someone falls from grace, mtu akianguka kutoka kwa neema, it means grace is high. Inamaanisha kwamba neema iko juu. Ndio. Ndio. And that's what keeps a brother. That's what keeps a sister. Na hiyo ndio and that's what maintains people. Na hiyo ndio inatuweka to remain in knowledge. Inaweka mtu because katika ufahamu. That is the life that Christ has ordained for us. Kwa sababu haya ndio maisha Kristo ameweka kwa sababu yetu. In Christ Jesus our Lord. Ndani ya Kristo Mwokozi wetu. So the will of God, kwa hivyo makusudi ya Bwana, is the whole counsel of God. Ni shauri lake
Jesus our ndani Lord. ya Kristo Yesu mwokozi wetu. Hallelujah. Amen. So the knowledge of that kind Kwa hivyo ujuzi wa namna hiyo will change our lives on a daily basis. itabadilisha maisha yetu kila siku. The more you know God, Vile unavyomwelewa Mungu the zaidi, more you love Him. vile zaidi utampenda. The more you love Him, Vile zaidi unavyompenda, the more He reveals Himself to you. zaidi anajionyesha the kwako. more he reveals himself to you, Na zaidi anavyojionyesha kwako, the more you understand him. zaidi And unavyomwelewa. the more you understand him, Na zaidi unavyomwelewa, The more you will serve Him accurately. zaidi utamtumikia vizuri. And the chain continues. Na basi maisha yanaendelea. The chain continues. Maisha yanazidi kuendelea. It is a blessing that we are in victory Ni on ba- a daily basis. Ni